Anasema tanbihi muhimu ya kuizingatia, idha taharatil mar'a au idha tahuratil mar'a, atakapotoharika alhaidhu, huyo mwanamke mwenye hedhi. Nukta hii muhimu sana, zingatieni sana. Atakapotoharika mwanamke mwenye hedhi, au nufasa, au mwanamke mwenye damu ya nifasi, kabla ghurubi shamsi, kabla ya kuzama kwa jua. Mchana kutwa alikuwa bado anasubiri kutoharika chafu, lakini jioni saa 11 humu, kabla jua halijazama kuingia magharibi, yeye ndo anajigundua kwamba tayari sasa amekwisha safika muda ule kabla ya kuzama jua. Lazimaha, itamlazimu an tusalli adh-dhuhra wal asra, itamlazimu aswali adhuhuri na lasiri. Wakati gani huu? Saa 11 tunaitafuta magharibi tena, lakini bado haikuingia kwa sababu jua halijazama. Itamlazimu aiswali adhuhuri na lasiri, ambayo ndiyo yeye ametoharika katika wakati ule. Min hadha al-yawmi, katika mchana huu. Min hadha al-yawmi, katika mchana huu au katika siku hii ataswali swala zote mbili. Wa man tahurat, na yule ambaye atatoharika, minhuma, kutokana na wawili hao, yani ikiwa ni mwenye hedhi au mwenye nifasi. Katika wawili hao yoyote atakayetoharika kabla tulu'i alfajiri, kabla ya kuchomoza alfajiri, yani usiku, alfajiri haikuingia, katoharika usiku, ndo anajigundua, lazimaha, itamlazimu an tusalli almaghriba, aswali swala ya magharibi, wal ishaa, na swala ya isha, min hadhihi lailati, katika usiku huu. Dhibitini vizuri hii, haya makosa yanafanyika majumbani. Anatoharika mwanamke saa 11 anaswali asiri tu, au anatoharika saa 5 saa 6 anaswali swala ya isha, magharibi anaona ndio shamalizika wakati wake. Hapana, sasa tupo katika hukumu nyingine ambayo ya kuhusu wewe. Wewe ulikuwa huswali wiki nzima, kwa una hukumu yako maalum wewe. Sasa ukitoharika pia hukumu bado zinakukamata wewe, si sawa sawa na yule. Tunafahamiana vizuri? Kwa hivyo atalazimika kuswali maghrib na isha katika usiku ule, lianna, kwa sababu wakta salati thaniyati, wakati wa swala ya pili, wakati wa swala ya pili, waqtun lisalati alula, ndio huo wakati wa swala ya mwanzo, fi hali aludhri, katika wakati wa udhuru, katika wakati wa dharura. Hii swala ya pili inachukuliwa wakati wake inaungana na swala ya mwanzo. Huoni msafiri ameruhusiwa, anaweza kuswali ule wakati wa dhuhuri akaivuta alasiri pale pale kwa sababu yupo katika wakati wa dharura, au akaiwacha la adhuhuri ikapita asiswali, akaja akaiswali kwenye wakati wa alasiri, kwa ndo wakati wake ule? Sio wakati wake ule, lakini wakati wa udhuru, wakati wa dharura, wakati wa swala ya pili inakuwa ndo ule wakati wa swala ya mwanzo. Na huyu mwanamke alikuwa katika udhuru, alikuwa haswali hapo nyuma, kwa hivyo ile ya dhuhuri hakuiswali kwa sababu yupo katika udhuru. Sasa lakini la asiri imekuja kuangukia msafi, kwa hivyo ule udhuru ule tunaivuta dhuhuri na kuja kukaa kwenye la asiri. Tumefahamiana vizuri? Na lianna waqta salati athaniya, kwa sababu wakati wa swala ya pili, waqtun lisalati alula, ni wakati katika kwenye swala ya mwanzo, fi hali aludhri, katika wakati wa udhuru. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, amesema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi al-fatawa, katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa, walihadha kana jumhurul ulamai, na kwenye jambo hili, kwa sababu hii ndo imekuwa jumhuri ya wanawavyuoni, kamalikin, kwa mfano Imam Malik, wa Shafi'i wa Ahmada, kadhalika Imam Shafi'i na Imam Ahmad ibn Hanbal, wote wamekuwa juu ya kauli hii. Idha tahuratil haidhu, atakapotoharika mwenye hedhi, fi akhiri nahari, katika mwisho wa mchana wa mwisho, yani kabla ya kuzama jua, sallati adh-dhuhra wal asra jami'an, ataswali adhuhuri na laasiri zote kwa pamoja. Malik anaona hivyo, Shafi'i anaona hivyo, Ahmad ibn Hanbal anaona hivyo vile vile. Wa idha tahurat, na pindi atakapotoharika, fi akhiri al-layli, katika usiku wa mwisho, mwishoni mwa usiku, kabla ya kuingia alfajiri,
sallati al-maghriba wal isha, ataswali magharibi na isha jami'an, zote kwa pamoja. Kama nukila dhalika, kama lilivyonukuliwa jambo hili an Abdurrahman ibn Auf, kutoka kwa sahaba wa Mtume Abdurrahman ibn Auf. Amekuja na kauli hii vile vile, imenukuliwa jambo hili kutoka kwake. Wa Abi Hurairata, na imenukuliwa kwa Abu Huraira. Wa Ibn Abbas, na sahaba Mtume Ibn Abbas vile vile. Kwa nini wanasema hivyo? Lianna alwaqta mushtarikun baina salataini, kwa sababu huu wakati huwa unashirikiana baina ya hizi swala mbili. Fi hali al-udhri, katika wakati wa udhuru. Wakati wa udhuru adhuhuri na alasiri washirikiana, na wakati wa udhuru magharibi na isha huwa wanashirikiana. Lianna alwaqta mushtarikun baina salataini, kwa sababu wakati unashirikiana kwenye swala mbili. Fi hali al-udhri, katika wakati wa udhuru. Fa idha tahurat, basi pindi atakaposafika. Fi akhiri nahari, mwisho wa mchana. Fa waqtu dhuhri baqin, kwa hivyo wakati wa dhuhuri bado umebakia. Si alasiri ipo, basi hapo ndo wakati wa dhuhuri upo. Fatusalliha qabla al-asri, ataiswali adhuhuri kabla al-asri kwanza. Ndio kishakoga anaanza kuswali adhuhuri, kwa sababu adhuhuri ndo mwanzo, kisha anaswali al-asri. Wa idha tahurat, na atakapotaharika. Fi akhiri al-layli, mwisho wa usiku. Fa waqtu al-maghribi, basi anasema wakati wa swala ya magharibi. Baqin, bado umebakia. Fi hali al-udhri, katika huu wakati sasa wa udhuru. Fatusalliha qabla al-ishai, ataiswali kwanza magharibi kabla ya kuswali swala isha, kisha akimaliza kuswali magharibi rakaa 3 ndio anaswali swala ya isha rakaa 4. Intaha, amemaliza hivyo. Intaha manake imeishia hapo maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'la wa